Shalome. Tuko tunataka kuwatakia mwaka mpya. Ndio TV inawatakia pia mwaka mpya. Na iwe mwaka wa kutawala, mwaka wa kuikala kwenye mfano na sura ya Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa kuwa ni mwema, mwaminifu na Mungu wa upendo. Tunalibariki tena jina lako kwa kutupa neema ya kuianza tena mwaka mpya. Asante kwa maana isingelikuwa ni wewe tusingeliona mwaka huyu, lakini kwa maana wewe umeruhusu, ndiyo maana tumekanyaga ndani ya mwaka 2026. Kwa hiyo acha baraka zako ziambatane ndani ya kipindi hiki, na kila wote ambao atakayekifuatilia kipate kumsaidia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ya shalome. Tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ya kipindi hiki ni uwezo wa neno la Mungu, na ni kipindi ambacho tukua na muda mrefu atukifuatilia ndani ya Dio Gospel TV. Kwa hiyo tunashukuru neema ya Kristo ambayo imetukubalia tena tuanzane tena ndani ya mwaka huyu. Kwa hiyo tunashukuru pia na uongozi ambao wametukubalia tena kutuletea tena kipindi kama vile na hiki. Kwa hiyo Mungu awabariki mahali walipo. Kwa hiyo tuko na kichwa cha neno ambacho tuko tunataka kufundisha kwa hii mwanzo ya kuanza mwaka. Na kichwa cha neno si kingine, tunataka kufunza juu ya nguvu ya kutawala mwaka wa 2026. Na kwa hiyo bila kukawia, niko nataka tujielekeze ndani ya maneno ya Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Biblia inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila kenye kitambaacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko nataka kufunza juu ya kitu kikubwa sana ambacho nataka uweze kunifuata vizuri, kwa maana pana kitu kikubwa sana nataka uelewe ndani ya hii mwaka ambayo tunaingia ndani, hii mwaka wa 2026. Nimetambua kutawala haitokani na maneno, lakini kutawala inatokana na kihisia ama na kitu ambacho kinavyojificha ndani yako, iweze kujua kwamba kutawala inaendeka aje ama inatembea aje. Pana kitu kimoja ambacho nilikuwa nataka kuzungumzia siku ya leo. Pana kitu ambacho kinaitwa sura na pana kitu ambacho kinaitwa mfano. Nimetambua utawala wa Adamu akutawala juu ni Adamu, lakini pana mamlaka ama pana uwezo ambaye ilimfanya atawale. Sasa mara nyingi sana sisi wanadamu tunapenda kujitakia sana kutawala, lakini unapojifunza kutawala sasa unakutana ni mambo ambayo tunayoyasema ndani ya kinywa, lakini si mambo ambayo tunayoyatimiza ndani ya vitendo. Sasa nilikuwa napenda siku ya leo tuzungumzie aswa juu ya sura. Bwana asifiwe sana. Tunatambua kwamba hii sura, Biblia inazungumza jinsi Adamu, Mungu anasema kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na kama Mungu amefika kiwango cha kusema kumfanya mtu kwa mfano, Biblia inatuonyesha kwamba alikuwa ameshaandaa mazingira yote. Lakini pamoja na kuandaa mazingira yote, akaelewa kwamba hakuna mtawala ambaye iko ndani ya kutawala hivi vitu vyote ambao sisi tumeumba. Na akatambua kitu kimoja yeye Mungu, akaona kwamba kumuumba mwanadamu, akamuumba kitu cha kwanza kinaitwa kwa mfano wake. Kuikala mfano wa Mungu ni kitu kikubwa sana, ama kuikala msura ya Mungu ni kitu ambacho kikubwa sana. Vitu ambavyo vinafanya watu tusitawale, kwanza ni kujifunza, je, maisha yetu yako mfano wa Mungu ama yako msura ya Mungu? Kwa maana tunaelewa kwamba wakati Adamu ameanza kutawala, pana vitu ambavyo vilikuwa vinamvutia kusema atawale.
Sio kusema tu kutawala ndio ilimfanya atawale, lakini pana vitu ambavyo vilimfanya atawale. Na vitu vya kwanza vilivyomfanya atawale, alikuwa na sura ya Mungu. Tunaposema sura ya Mungu, pana vitu vitatu vyenyewe vinajificha ndani ya sura ya Mungu, na ndio maana niko nataka mpate kunielewa vizuri. Sura ya Mungu, pana kitu ambacho kinaitwa asili ya Mungu, pana kitu ambacho kinaitwa tabia ya Mungu, pana kingine kitu ambacho kinaitwa roho ya Mungu. Sasa vitu hivyo vitatu kama haviko ndani ya mtu, bado hajakuwa na sura ya Mungu. Kinachomfanya mtu aingie msura ya Mungu, kwanza inamubidi kukamata vitu vitatu. Kukamata kitu ambacho kinaitwa asili ya kimungu. Ukitoka mwasili ya kimungu, uingie mkitu ambacho kinaitwa tabia ya kimungu. Na ukitoka mkitu kinaitwa tabia ya kimungu, maisha ya kiroho. Hauwezi weza tawala juu watu wanasema, lakini utatawala juu umeingia kwenye mfano wa sura ya Mungu. Sasa wandugu zangu, nilikuwa nataka kuwatakia baadhi ya watu wengi, najua wameingia kwenye maombi, wameomba, wako wanataka kutawala hii mwaka, wanataka kubarikiwa, wanataka kuendelea, lakini nataka kuambia kwamba ukitaka kutawala vizuri, kuwa na sura ya Mungu. Ukitaka kutawala mzuri, msura ya Mungu panajificha ndani vitu vitatu. Niwaambia kwamba mwa sura ya Mungu, unapokamata hayo mambo matatu, yatakufanya unatawala. Wengine wanafikiri kwamba kufanya kazi sana ndio kupata, lakini nataka kuambia kwamba sio kupata. Wanayepata ni yule ambaye anajifunza kuikala kwenye mfano wa kimungu. Bwana asifiwe sana. Sasa nilikuwa nataka ndugu yangu, wewe ambaye uko unanisikia, neno hili ulipatie samani. Uelewe kwamba hautaweza tawala mwaka 2026 kwa maneno, lakini utatawala uko na sura ya kimungu. Na kutakia sasa ndugu yangu, hii mwaka yote ambao unaenda kuingia, jitenge na kitu ambao unajua kwamba kitafanya ili asili ya kimungu isionekane ndani mwako. Jitenge na kitu ambao kitafanya ile roho ya kimungu isikae ndani mwako. Jitenge na hiki kitu ambacho kitafanya hii tabia ya kiroho ama tabia ya kimungu isikae ndani mwako. Ukijitenga na hayo mambo, ndugu yangu, utatawala bila watu kukwambia kwamba unastahili kutawala, lakini utatawala juu mamlaka ya utawala utakuwa unaibeba ndani mwako, na Mungu awabariki sana. Nataka tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaomba tukiombea kila mtu wote ambaye anasikia neno hili. Tumetambua kwamba kuitawala mwaka 2026 sio kwa maneno, lakini tumejifunza ndani ya neno lako kwamba cha kwanza ni kuwa na sura yako. Tumetambua kuwa na sura yako inafungua milango mengi, inatufanya kutawala, inatufanya kutembelea muyale ambao unataka tutembelee ndani. Kwa hiyo bariki huyu mama, ubariki huyu baba, ubariki huyu kaka, ubariki huyu dada. Bariki kazi zao, bariki mambo yao. Kila wanachokifanya chote, Bwana ukifanyikishe ndani ya mwaka huyu, na mwaka huyu uonekane kuwa mwaka wa baraka kwao, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Tunawapenda sana. Shalom, shalom.